Bana, kumekuwa na uvumi kwamba Ibra pamoja na Mbosso ni wasanii ambao inawezekana kwamba wanatakiwa wasainiwe chini ya lebo moja. Sasa baada ya picha hizi kuweza kusambaa, basi zimeweza kuinua chachu ili yale maneno ambayo yalikuwa yanasemekana kwamba wanatakiwa kusainiwa chini ya lebo moja. Inaonekana kuwa Don Tawamo ndiye ambaye basi kwa hivi sasa ameteuliwa kuwa meneja wa biashara wa msanii Ibra baada ya kutoka katika lebo ya Konde Gang. Hii ni kwa mujibu wa taarifa iliyoweza kuchapishwa tarehe 3 Juni 2025 ambapo Ibra alitangazwa rasmi, alitangaza timu yake mpya ya usimamizi ikiwa inajumuisha Wewe Gang ambayo kama meneja wake mpya mkuu ni Don Tawamo kama meneja wa biashara, lakini pia na King Parazo ambaye kwa sasa hivi anajiita ni Mr. T-Touch, ambaye basi King Parazo ametoka katika Touch Sound kama meneja wa biashara pia. Sasa hapa Don Tawamo ni nani? Ni mwamba ambaye ni mtaalamu wa masuala ya burudani kutoka Kenya. Anajulikana kwa mchango wake katika kukuza vipaji vya wasanii na kuunganisha na fursa mbalimbali katika tasnia ya muziki Afrika Mashariki. Amehusika katika miradi kama vile Few Good Men ambayo inalenga kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya burudani. Pia amekuwa akishiriki katika mijadala kuhusu umuhimu wa wasanii kuwa huru kusaini mikataba na lebo, akitoa ushauri wa maarifa na wasanii wale ambao ni chipukizi. Don Tawamo ana mchango gani kwenye muziki? Kwa uzoefu wake katika usimamizi wa sanaa, amehusika katika muziki mbalimbali, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao yuko na wadau mbalimbali wa muziki. Don Tawamo anaweza kuwa na mchango mkubwa sana katika kukuza na kusimamia kazi za wasanii kama vile Ibra. Uwezo wake wa kuunganisha wasanii na fursa za kimataifa unaweza kusaidia katika kukuza muziki wa Bongo Flava nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa sasa hivi anaweza kufanya kazi pamoja na Mbosso huku akiwa anashirikiana na Ibra? Kwa sasa hakuna taarifa rasmi zinazoweza kuonyesha kwamba Don Tawamo ni meneja kwa Mbosso Khan. Hata hivyo, ikiwa picha ambayo ameweza kuichapisha katika mitandao ya kijamii kwa sasa anajaribu tu kuonyesha uhusiano wake wa karibu kati ya Don Tawamo na Mbosso, inawezekana kuwa kuna ushirikiano wa aina fulani kama vile ushauri au miradi ya pamoja ambayo kwa sasa hivi watu wengi wamekuwa wakijumuisha na kudhani kwamba inawezekana kwamba ikawa ni management mpya kwa Mbosso. Lakini pia pamoja na kwamba walikuwa katika maandishi ambayo walikuwa wameandika chini yake ndio ambayo yameweza kuwafanya mashabiki wengi zaidi basi waweze kujiuliza maswali mengi. Ni kipi ambacho amekitargeti Don Tawamo, lakini pia ni kipi ambacho amekitargeti kwa Mbosso Khan ambaye ni msanii aliyetoka katika chini ya management ya kwake Diamond Platnumz. Sasa maandishi yao alikuwa anasomeka hivi: what's being built in silence eventually gets loud without saying word. Hapo ndipo alipowashangaza watu wengi zaidi, na wengine wakawa wanadhani kwamba inawezekana kwamba kile ambacho katika maneno yao alikuwa anamaanisha kwamba kile ambacho kimetengenezwa kwa utaratibu au kile ambacho kimetengenezwa bila kelele za aina yoyote kinaweza kikaja nje na kikawa kinatoa sauti ambayo ni kubwa sana bila kusema neno la aina yoyote. Kwa hiyo akaweka hashtag Tawamo Moment Music Business, akaweka pia hashtag ya Africa, kwa maana kwamba ametarget soko la Afrika, yeye hajatarget soko la Tanzania tuko sasa hivi. Sasa kwa hapa sasa naweza nikathibitisha kwamba inawezekana kwamba ni swala tu la kibiashara na wala si swala linalohusiana na Ibra kuwa na Mbosso Khan katika management moja. Kama ni swala ambalo litakuwa linahusu Ibra kuwa na Mbosso katika management moja, naamini kabisa kwamba siku za usoni itakuwa ni tofauti kidogo, kwa sababu itawafanya wawili hao waweze kuvutana hapa na pale. Kwanza kabisa ukimwangalia Mbosso Khan akiwa WCB alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa anashindanishwa na Ibra. Ibra na yeye pia akiwa kule Konde Gang alikuwa anashindanishwa na Mbosso Khan kinamna fulani. Kwa hiyo wote kwa pamoja, na kuna kipindi kabisa fulani hapa katikati kuna ngoma ambazo zilikuwa zinafanana, melody alikuwa ameitumia Ibra na melody ambayo alikuwa ameitumia Mbosso Khan. Mwisho wa siku watu wakasema kwamba Mbosso Khan anamkopi Ibra. Kwa hiyo italeta impact gani kwa Don Tawamo kushiriki katika picha moja na watu wote hawa wawili, nikiwa na maana kwamba Ibra pamoja na
Mbosso Kani Mshedede. Kushiriki katika picha ama machapisho mbalimbali yaweza kuonyesha Don Tawamo akiwa na wasanii wote wawili katika picha mbalimbali Ibra na Mbosso, kunaweza kuashiria uwepo wa ushirikiano wa pamoja au mpango wa pamoja unaolenga kukuza vipaji vyao. Hii inaweza kuwa ni moja kati ya athari chanya ya muziki wa Bongo Flava kwa kuunganisha wasanii wakubwa na kuwapa fursa za kushiriki katika miradi mbalimbali ya kimuziki. Kwa ujumla, ushirikiano kati ya Don Tawamo na wasanii kama vile Ibra na Mbosso Kani unaweza kuleta mabadiliko makubwa sana chanya katika tasnia ya muziki wa Bongo Flava na kuongeza ubunifu mkubwa sana katika tasnia hii na fursa mbalimbali ambazo zinaweza zikawa zinaambatana katika swala zima la muziki wa Tanzania. Bana, kama shabiki mzuri wa Bongo Flava, kama shabiki wa muziki wa Tanzania, hebu niambie katika comment hapo, niambie kwamba nini ambacho unawaza kuhusiana na jambo ambalo Ibra kuwepo na Mbosso Kani katika management moja, na kama sio management moja, je, ikitokea siku moja Ibra amefanya collaboration pamoja na Mbosso Kani, nini ambacho unadhani kwamba kinaweza kika happen? Nini ambacho unadhani kwamba inaweza kwenda kusababisha Bongo Flava hii ikafika katika level fulani? Sababu kujaribu kuangalia karibu wa mwamba huyu, anaweza wakaplace pesa mezani, Ibra afanye collaboration na Mbosso Kani, na mwisho wa siku yote yakawa yamewezekana katika kipindi hichi. Wengi wanadhani kwamba Don Tawamo pamoja na management yake na timu yake nzima kiujumla wanahusika katika jambo hili. Niliongelea katika posti zilizokuwa zimepita kwamba Mr. T-Touch ambaye ni King Parazzo anahusika katika swala zima la Ibra kutoka katika lebo ya Konde Gang. Yani kwa namna moja au nyingine anahusika kwa asilimia nyingi sana, kwa sababu baada ya Ibra kutoka pale Basata, siku alivyotoka alikimbilia katika studio za kwake Mr. T-Touch, ikiwa na maana kwamba unapotoka katika matatizo basi lazima utafute mahali ambapo unaenda kupata amani. Kwa hiyo kwa Mr. T-Touch ndipo ambapo palikuwa ni sehemu ambayo yeye alikwenda kupata amani, lakini pia na kitulizo cha nafsi kwa namna moja au nyingine, naweza nikasema hivyo. Kwa muda huo ambao alikuwepo yupo lonely, naweza nikasema hivyo, kwa sababu Konde Gang nzima kiujumla ilikuwa imeshamkacha yeye, pia na yeye na mishemishe zake zilikuwa ziusentena na Konde Gang. Kwa hiyo muda wake mwingi alienda kutumia katika kuhakikisha kwamba anaenda kukaa na meneja wake mpya ambaye ni King Parazzo, Mr. T-Touch, ambaye basi anatoka katika studio za Touch Sound, ambaye kwa hivi sasa anashirikiana na Wakenya hao, ambao Wakenya wanahusika katika swala zima la kumanage Ibra. Haijawekwa wazi mpaka kwa muda huu kama vile Mbosso anashirikiana na watu hao kwa asilimia ngapi. Je, Mbosso anashirikiana na watu hao kwa mipango ipi? Je, kuna ngoma ambayo ya kwake Ibra pamoja na Mbosso Kani inakuja, au mwamba huyu pia anamnyemelea pia Mbosso aweze kumanage na kuweka katika sehemu moja? Inaweza ikawa ni moja kati ya productivity kubwa sana ambayo mwamba huyu Don Tawamo kama akifanikiwa basi atakuwa ametengeneza bonge moja la crew ambayo itahakikisha kwamba muziki huu wa Bongo hautaishia Bongo tu, unaenda zaidi na zaidi, tena haswa katika nchi ya Kenya ambako hata malipo yake ni mazuri zaidi kuliko katika nchi za Tanzania. Kwa sababu ukiangalia katika malipo ambayo yanafanyika kule Kenya na malipo ambayo yanafanyika katika nchi ya Tanzania, ukiangalia kabisa utapata picha kwamba malipo ya Kenya yako vizuri kuliko malipo ya Tanzania. Pia hata ukiangalia wasanii wa Kenya wanapaswa wafanye vizuri sana, kwa sababu mameneja wao wanatoka Kenya kuja kwa manage watu wa Tanzania, kwa sababu wanaona kabisa huku Tanzania kuna vipaji vingi sana, na Bongo Flava ndio hivyo inavyozidi kukua na inavyozidi kuonekana kwamba ni muziki ambao una impact kubwa sana. Sijui nyinyi mnalionaje katika hili? Mimi naona kwamba hii ni impact kubwa sana. Ukiangalia huko Harmonize anakuwa manage na Nigeria ambaye ni Jobek, huku Ibra anakuwa manage na Mkenya. Yote kwa pamoja ni kwa sababu ya muziki wa Tanzania unazidi kufanya vizuri siku hadi siku. Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.